tunaposema leo tarehe 12 si jambo dogo. Tunaliona dogo kwa sababu nini? Ni tumeweka hivyo siku ya kupinga unyanyasaji au utumikishwaji wa watoto, ikienda sambamba na mambo mengine yote ya hovyo yasiyofaa kwa mtoto, yanaweza kuathiri uhai wake, afya yake, malezi yake, makuzi yake. Na kwa msingi huo, taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuliingia mikataba ya kimataifa. Moja ya mkataba ni huo wa haki za watoto wa mwaka 1989, mkataba wa kimataifa chini ya ILO. Mkataba mwingine ni wa ILO, wa International Labour Organization, ambao ni shirika la kazi duniani, ambao ni namba 138, lakini wenyewe umejikita zaidi katika umri wa chini wa mtoto kufanya kazi. Tunatambua kuna kazi ambazo mtoto anafanya kwa ajili ya kumuandaa kuwa mama bora, baba bora, mtumishi bora, na aidha kwa afya yake au yeye mwenyewe kukua. Anavyofanyishwa labda nenda kafue, anafundishwa nguo zile zenye uwezo wake kulingana na umri. Anapoenda shambani labda anafundishwa namna ya kulima, kama tu kumuandaa kuja kuwa mkulima bora baadaye, lakini sio kumtumikisha kwa maana yeye ndio awe kama mnyama kazi wa kufanya ile kazi. Hiyo ndio sheria inakataa. Lakini pia tuna mkataba mwingine 182, huu unahusiana na kazi hatarishi, na umetambua kabisa kazi gani ni hatarishi au aina gani ya utumikishwaji mbaya wa kazi. Mkataba huo namba 182 wa kimataifa, ambao sisi Tanzania pamoja na mikataba mingine ambayo tuko mbioni kusaini, ni pamoja na mkataba namba 183 ambao unahusiana na utumikishaji wa wafanyakazi wa ndani au wafanyakazi wa ndani majumbani. Sisi wote ni mashahidi. Wengi wanaofanya kazi kule ni aidha amekimbia shule, ameacha shule, katoto kadogo kanaanza kufua nguo za baba, anafanyishwa kazi. Na kazi za wafanyakazi wa ndani wakati mwingine hazina hata ukomo. Mpaka saa 8 za usiku baba ametoka kulewa huko, anakuja kugonga, niwekee chakula, nichemshie chai, chemshie maji ya kuoga. Au mama anaamka kule, baba ndo amerudi kutoka kwenye starehe zake huko, anamwamsha mfanyakazi, anamgongea saa 8 za usiku, kafanye kazi hii. Na mara nyingi bahati mbaya wafanyakazi wa ndani umri wao wengi huwa chini ya miaka 18. Sasa jicho la sheria la kimataifa limewaona, na sisi Tanzania tumeshaanza tayari. Sisi ndani kwa sheria za sasa tunayo sheria ya mtoto ya mwaka, hii ni sura namba 13 na kama sikoseni ya mwaka 2010, inayotoa makatazo yote na inatoa mwelekeo na mwenendo mzuri wa kulea watoto. Kwa hata wazazi mjue, ukizaa mtoto ni wa kwako ndio, lakini sisi tunachojua ni wa Mungu na ni wa serikali. Ukimtendea visivyo tunachukua hatua kali, kwa sababu mtoto ni baraka kwa taifa. Mzazi yoyote ambaye atamuacha hata mtoto tu, ikitokea haki ya malezi bora, ikitokea mtoto tumemkamata mitaani, unasema mtoto wa mitaa izai watoto. Mtoto akiwa mtaani anazurura ovyo ovyo, tukagundua kwamba ana baba na mama yake au ana mama yake au ana baba yake, wewe umefanya kosa kisheria, kwa sababu hujatimiza wajibu wako wa kisheria wa haki ya malezi bora kwa mtoto ambaye umemleta wewe duniani. Sasa kuna wajibu wa serikali, tuna wajibu kwanza tuna wajibu wa familia yenyewe kwa mzazi aliyemzaa, wajibu wa familia, wajibu wa jamii, wajibu wa serikali, wajibu wa taasisi zetu za elimu, taasisi za dini, vyombo vya ulinzi na usalama, na taifa kwa ujumla. Tuna collective rights na obligation, kwa maana ya wajibu wa kuhakikisha tunalinda na kutetea haki na ustawi wa watoto. Kwa ni wajibu wetu kuwatekelezea haki hizo. Lakini sambamba na hilo, malezi bora, haki ya malezi bora. Ukiona jirani yako kuna vitu anavyovifanya viko nje ya utaratibu wa malezi bora, haki ya makuzi, akue katika kienenda katika uzalendo, utaifa, lakini pia akikuwa katika malezi bora iza ya dini, Uislamu au Ukristo au Buddha, Hindu au dini yoyote, na hata kama ni mila, akue katika mila ambazo zina akisi ile hulka na silka za Kitanzania. Huu ni wajibu wetu wote kama taifa kwa siku ya watoto. Ninaomba sasa kueleza tu kwamba kwa sababu Tanzania kwa ushahidi uliotolewa na ILO tumefanya vizuri kwenye haya maeneo.
na ni kweli kwa kuanzia mwaka 2014 utumikishaji wa watoto ulikuwa kama 29%, lakini sasa tumefikia 24.9%. Na maana yake ni kwamba utumikishwaji, tafsiri yake ni kwamba bado upo, na ndio maana kauli mbiu ya siku ya leo inasema progress is clear but there is more to do, let's speed up efforts. Kwa lugha au tafsiri isiyo rasmi au tafsiri sisi tunaweza kusema maendeleo yameonekana kwa maana ya upiganaji na upingaji wa utumikishaji wa watoto, lakini kuna mengi ya kufanya. Tuharakishe jitihada, kwa maana tukitambua kwamba kumbe bado tumeshafanya, lakini a lot has been done and more remains to be done. Kwa hiyo ujira si ruhusa kisheria kumtumikisha mtoto kwa ujira nje ya umri ulioruhusiwa kwa mujibu wa sheria ya ajira na mahusiano kazini. Kuna kazi ambazo anaweza kuzifanya mtoto kwenye best interest of the child kwa ajili ya maslahi yake na benefits zake baadaye. Lakini hizi ambazo ni za utumikishwaji ni marufuku na ni makatazo. Na kwa sababu hiyo pia tumechukua jukumu moja kwa moja kama serikali la kuendelea kuhakikisha tunafanya kaguzi kwenye maeneo yote ya kazi kama alivyoeleza vizuri sana kamishna wa kazi. Na mimi hapa leo kwa siku ya leo ninaagiza kamishna wa kazi hiyo kama ulivyosema ndani ya wiki 2 hizi una makamishna kila mahali. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia kuagiza sasa maeneo yote ya waajiri nchini katika mamlaka za serikali, lakini pia waajiri kwenye taasisi binafsi na maeneo mengine ambayo yanatambulika serikali. Mimi situmii lugha yasiyo rasmi, ni maeneo rasmi kwa sababu serikali inatambua kila mahali. Ni marufuku kutumikisha watoto na kuwafanyisha kazi kwa namna yoyote ile inayotweza utu, haki, heshima na afya za watoto. Tukifanya hivyo, sisi serikali hatutasita kuwachukulia hatua kali za kisheria. Na ndani ya wiki 2 hizi kamishna wa kazi atatoa maelekezo maalum ya jinsi operation hizi zitafanyika viwandani, mashambani, iwe kwenye taasisi za elimu, taasisi za dini, maeneo yakuwa ni asasi au maeneo asasi za kiraia, lakini pia kwenye maeneo yote ambayo nchini hapa kazi zinafanyika kutakuwa na ukaguzi maalum. Na tunaomba pia, ni rai yangu kwa Watanzania wote, tutoe taarifa kwa wale ambao tunaamini kwamba wapo watoto wanatumikishwa, wanafanyishwa kazi, wananyanyaswa, wanatwezwa au kuvunjiwa haki na heshima ya utu na haki za binadamu. Ukiingia ndani sana, asilimia karibia 80 ya watoto ambao wako kwenye utumikishaji wako kwenye sekta ya kilimo. Na kwa sababu ya hili na kwa uzito ambao serikali ya Tanzania imeipa sekta hii, tuna mradi particularly ambao umejikita kwenye pamba, ambao umejikita kwenye kuondoa na kutokomeza utumikishaji wa mtoto. Kwa tunaipongeza serikali ya Tanzania kwa kuangalia hii sekta kwa ukaribu. Lakini zaidi ya hapo, Tanzania imeridhia mikataba mikubwa 2 ya kupinga utumikishaji wa mtoto, ukiwemo mkataba wa 138 wa umri wa chini wa ajira, lakini mkataba wa 182 unaohusiana na aina mbaya zaidi za utumikishaji. Lakini Tanzania imesogea mbele kidogo kwenye kuzitengenezea sheria, lakini pia kuzitengenezea miongozo ambao maafisa kazi wanaitumia katika kufanya inspection na vitu kama hivyo. Kwa sisi kama shirika la kazi duniani tunajivunia kufanya kazi Tanzania kwa sababu ya hii progress tunayoiona. Lakini dunia iliazimia kwenye maazimio ya maendeleo endelevu, azimio la 5.7, kuhakikisha kwamba itakapofika mwaka 2025 tutakuwa tumetokomeza kabisa utumikishaji wa mtoto. Ni dhahiri kwamba hatujafika, lakini tuna sababu ya kuendelea kuungana kwenye hivi vita na kuhakikisha kwamba Tanzania inabaki salama na mtoto hatumikishwi. Lakini ni kwa nini, mtu anaweza ukauliza, tuendelee kupinga utumikishwaji wa mtoto? Utumikishwaji wa mtoto, tukiacha mambo mengine mengi, yanamnyima mtoto haki yake ya msingi, lakini pia yanamnyima mtoto kufikia yale malengo ambayo angetamani kuyafikia. Na ndio maana sisi kama shirika la kazi duniani tunapenda kushauri mambo yafuatayo tunapoendelea katika vita hivi vya kupinga utumikishaji wa mtoto. Cha kwanza ni kukuza kazi zenye staha kwa wazazi.
Kwa nini kukuza kazi zenye staha kwa wazazi? Ni kwa sababu cha kwanza, wazazi wanapokuwa wanafanya kazi zenye staha, wao wenyewe wanajitengenezea kipato ambacho kinawasaidia kuwasaidia watoto wao ama kwenda shule ama kuungana katika shughuli za kijamii. Lakini cha pili, kinatusaidia na kinatia chachu kwenye harakati ambazo serikali ya Tanzania imekuwa ikizifanya za kukuza hifadhi ya jamii. Tunapokuwa na hifadhi ya jamii ambayo ni guaranteed, tunakuwa tumeboresha ustahimilivu dhidi ya majanga ya kiuchumi na ya kijamii. Kwa hivyo pale ambako haya majanga yanakuwa yametokea, hizi hifadhi za jamii zinakuwa zimetutengenezea kinga. Badala ya wazazi kuwachukua watoto na kuwarudisha kwenye utumikishaji, basi kunakuwa na hizi compensation ambazo zinakuja hapo katikati. Lakini la mwisho, ambalo sio la mwisho kwa ubora wake, tunapendekeza kuendeleza na kuimarisha mahusiano. Na mradi ambao tunautekeleza wa kupinga utumikishaji wa mtoto kwenye zao la pamba umekuja kutia hamasa ya ushirikiano, kwa sababu tunautekeleza mradi huu pamoja na wenzetu wa Brazili, ambao kimsingi tunabadilishana uzoefu, lakini pia tunabadilishana rasilimali ambazo tunazo, ikiwemo kuwa na technical officials wakijifunza, lakini pia tunakusanya rasilimali fedha ambazo zinafanya mapambano haya yawe makubwa zaidi na kuhakikisha kwamba tunafikia lengo letu. Lakini zaidi ya hapo, nitoe rai kwamba tuendelee kupromote exchanges kama hizi ambazo tunazo na nchi ya Brazil. Lakini pia niombe kwa fursa hii tuangalie pia uwezekano wa Tanzania kushiriki kwenye Alliance 8.7, ambako ndiko jukwaa la sisi kuzungumza haya mambo katika jukwaa la kidunia. Lakini zaidi ya hapo, mwaka kesho tunatarajia kuwa na Global Conference on Child Labor. Hii itakuwa ni conference itakayoleta dunia nzima. Tayari nchi ya Morocco imesharidhia kuihost hii conference. Tunatamani na Tanzania tuwe sehemu ya hizi discussion, ili tukae pamoja tuangalie tumefanya nini, ni nini tumekifanya vizuri, na ni wapi tunaweza tukaongeza zaidi, ili kuhakikisha kwamba haya mapambano yanafikia malengo na maazimio tulionayo.